Yes, bana, mambo vipi? Hii ni time nyingine tena exclusive interview. Mimi naitwa Nicky Tozi. Shout out nyingi sana zije kwenu wote ambao mmekwisha kusubscribe hapo chini. Mmetisha sana, na kama bado hawajasubscribe, subscribe sasa ili kwanza kupata habari zote ambazo tutakusogezea karibu. Naomba niwaambie leo nimepata nafasi ya kuja kumtembelea moja ya waigizaji wazuri sana wa filamu kutoka hapa nyumbani Tanzania, ambaye kwa sasa hivi anafanya vizuri kwenye tamthilia ya Seven Keys. Kwa wale ambao mnaifuatilia, najua mtakuwa mnaijua vizuri sana, lakini pia kuna tamthilia nyingi sana ambazo tayari ameshafanya nazo kazi, utazijua hapo baadaye. Leo niko naye hapa, kuna mengi sana tunaenda kuyafahamu, lakini pia kubwa zaidi kwenye Seven Keys dada huyu ameigiza kama mwanafunzi ambaye ana date na mwalimu na vitu kama hivyo. I don't know kama ndo tabia za wanafunzi, yeye atatuambia. Dada, mambo poa? Mambo vipi? Shwari. Mzima? Mzima kabisa. Pendeza sana. Baki wanafunzi kabisa. Hadi kidubwasha kichwani. Hapa nilikuwa nataka kwenda location na yeye ndo umefika. Kwa hiyo sio mbaya. Mzima lakini. Mzima sasa kwa. T yake. T kama T. Kama T. T money. Okay, kirefu chake ni T money. Kirefu chake ni T money. Lakini jina langu kabisa naitwa Tekla. Hilo ndo jina langu. Kazi ya sanaa Tekla ulianza mwaka gani? Mimi kidogo sana, nimeanza nikiwa mdogo sana. Kama sikosei ni kwa darasa la 4. Yes, darasa la 4. Na sanaa yangu mimi haikuanzia Dar es Salaam, ilianzia mkoani. Huko ndo nilianza sanaa yangu official. Yes. Ilitokeaje uka move kutoka mkoani na kuja Dar es Salaam? After kumaliza shule nilipata kazi Dar es Salaam ambao ni China Plaza kwa ambao wanapafahamu. Kwa hiyo nikawa nimemove kutoka mkoani kuja kufanya kazi Dar es Salaam. Sasa kitu kizuri zaidi nilipofika Dar, pia nikutana na marafiki zangu ambao nilikuwa nafanya nao sana mkoani wengi. Kwa hiyo nikajikuta pia nimepata hiyo fursa kuingia tena kwenye movie. Yes. Mchanganya ulivyoanza nilipata kazi Dar es Salaam China. China tenda kuna China. Niweka China Plaza ili mtu asikie China. Na mara ya kwanza ilikuwa ni Mobile Plaza ujue. Mimi ndo naanza kazi. Kaja kabadilisha ikawa China Plaza. Yes. Kazi yako ya kwanza kufanya ilikuwa ni ipi ambayo nadhani ili kutambulisha pia kwa raia? Kazi yangu kwenye sanaa au kazi? Of course kwenye sanaa. Kazi yangu kwenye sanaa ambayo ilinitambulisha kwenye sanaa actual. Kuna kazi nyingi ambazo nilizifanya, zipo zinarushwa sinema zetu. Kuna Nafsi nilifanya, ni ya Freedom Fighter. Producer huyo yuko Mwanza, kwa hiyo alinitumia nauli kutoka Dar es Salaam kwenda Mwanza kushoot movie yake. Hiyo ndio ilinitambulisha. Nimeshuti Uba kama extra, sikushuti sana. Lakini pia nimefanya kazi sana na wasanii wa music kama Video Queen. Na pia hiyo imenisaidia pia kunitambulisha mo. Yes. Na nimefanya kazi kubwa actually kwenye music pia. Wasanii gani ambao umefanya nao kazi kwenye music? Nimefanya na tofauti, lakini kazi ambayo ilikuwa ni kubwa sana na ambayo iliondoka ilikuwa ya Stamina Asiwazi. Yes, ya Stamina Asiwazi ile ndo ambayo ilikuwa ni kazi kubwa actually. Kwa sababu katika video ambayo ilivunja rekodi ni ile. Ndani ya masaa 6 ikawa tawala namba 1 on trending. Na ikakaa wiki nzima on trending. Kwa hiyo nikawepo tu pale na trend. Yes. Wewe na Stamina mlijuana vipi? Okay. Kwa muda gani? Okay, no comments. No comments. Stamina ni mtu ambaye umefanya naye kazi kwenye hiyo video. Kutambulisha sana. Yeah. Hongera, uliweza. Asante. Hicho kwa ushachana naye ama? Stamina mkeo kwa ushachana. Kwa ushachana. Yes. Kaanza kudate. Sio kuanza kudate, kufanya kazi. Anyway, tuko kwa ajili ya movie leo, tusongelea masuala mengine actually. Kumalizia ile movie. Malizia labda kwa kifupi. Mahusiano yanadumu kwa muda gani? Ndio maana nimesema leo kwanza tuongelee movie, alafu siku nyingine tutaongelea hivyo vitu vingine. Shafika stage ukaumizwa kiasi cha kwamba hutaki tena kumuongelea ex wako? Actually inatokeaga sometimes, lakini sio kama nakataa kumuongelea in bad way, hapana. Ni vitu tu ambavyo sitakagi kuvizungumzia most of time. Sitakagi kabisa kuongelea masuala. Alikuumiza sana? No, kawaida, kila mtu anaumizwa kwenye mapenzi, si ndio? Lakini
pia natunza heshima, ni baba wa mtoto wangu, unajua Kwa hiyo siwezi, kuna vitu tu personal ni mimi na yeye, siwezi tukana viongelea in public. Yes. Ila huwa mnazungumza kwenye malezi ya mtoto? Yeah, of course anamjali mtoto wake sana, siwezi kumsema vibaya. Ni mtu ambaye ana take care a lot of mtoto wake. When it comes about Silio, utaamua yule. Kuna namna mnawasiliana vizuri kwa sababu ya mtoto, kwa mambo mazuri ya mtoto? Yeah, hatuna baya. In short, tumebakia kwa marafiki wazuri na tunamlea mtoto wetu katika malezi ambayo yeye mwenyewe yani anaona kama kuna mama na baba, japokuwa haiko hivyo. Yes. Mnawezaje ama unawezaje kuiweka hiyo bond kwa mtoto asifeel kama wazazi wangu wameachana na nini? Mtoto anajua kwa sababu naishi na mtoto mwenyewe. Lakini mara nyingi hata wakati naishi na babake, wakati tunaishi wote sijamove, ni alikuwa anajua tu baba mara nyingi anaendaga kwenye show. Kwa sababu mara nyingi baba anasafiri most of time. Kwa hata akija kumuona anajua tu baba katoka kwenye show kaja. Yaani kwa mtoto ni hamna ambacho anakijua until today. Siko anajua tu baba kaenda kwenye show. Kwa hata kiniuliza mama sijui baba anambia kaenda kazini, anambia okay. If. How again? 5 years. 5 years. Mkubwa anaenda shule. Yule baba kweli anaenda kwenye show. Ndio. Tafika sijatauliza baba show za mchana. Mwenzangu hapo ndo tutajua. Tutajua ujui mama. Hakuna namna, lakini ndio hivyo. Message ilifika kali great kudate na mtu maarufu? Yeah, sana. Inaumiza. Yaani kudate na mtu maarufu actually unakuta na changamoto nyingi. Unakuta na vita nyingi, zingine sio za kwako. Hivyo my ex pia wanasumbua sana watu ambao yani it's like hivyo, you know. Kwa ndio hivyo. Pigwa sana, alikuwa anapiga sana simu. Zinaita sana. Kama nakuona ulivyo na moyo mdogo. Yaani mwili wangu ulivyo na mimi roho yangu ndio iko hivyo hivyo, labda nikueleze. Ndio. Kama anakuona chozi ulikuwa unalimwaga. Sana, nimelia sana kwa blaza. Sio mnafiki. Yaani sina hata cha kuongopa. Inapata sipepesi macho kulia. Nimelia sana. Lakini end of the day nashukuru Mungu vilikuja vikaisha, maisha mengine yanaendelea, you know. Kwa hiyo kuna stage tu tunazipitia kwenye maisha yetu kwamba lazima tupite sehemu ili tufike sehemu. Yaani kuna vitu huwezi kukomaa hata kiakili kama kuna sehemu hujapapitia bado. You know, hivyo. Hata watu waga naongeleaga vibaya na ex wao. Nikupa nafasi, kuna namna unaweza kumpa maua yake ama naye kuna mabovu yake mengi ambayo uwezo kumpa maua yake? Kwa mimi kwa kweli siwezi kumwongelea vibaya ex wangu. For me. Kwa sababu kitu ambacho naweza nikasema tuliishi vizuri. Vitu kugombana, kupishana kauli ni vitu vya kibinadamu na kila mtu anavyo. Mapungufu kwenye maisha yapo. Lakini kama mnaweza mnaishi mnaongea lugha moja ni nzuri zaidi. Lakini blaza kwenye kupiga hapo siwezi kumwongelea vizuri. Kwa kweli blaza anapiga sana. Kama John Cena. Usiniambie stamina alikuwa anakupiga. Sana. Really? Sana. Yani kanipiga sana. Kanipiga mpaka kuna kipindi mimi nilikuwa siwezi kutoka bila kuvaa niqab. Really? Kwa anajua mbona. Kuna kipindi niliposti mbona mpaka picha Instagram. Hivyo. Lakini kwa anajua kwa watu ambao wanaishi karibu na mimi wanajua, ndugu zangu wa karibu walikuwa wanajua hivyo. Lakini sio kama ni mtu mbaya. Ni short temper. Unamjua mtu mfupi, yule ni mtu mfupi. Kwa hiyo ufupi na temper vinashabiliana, ni viko karibu. Kwa hiyo kitu kidogo kimewaka. Mkiongea kidogo sijui mjaelewana kimewaka. Kakukuta sijui vitu vile kile kimewaka. Kwa hiyo ni short temper, mimi naweza kusema tu ni short temper, lakini sio kwamba ile kwamba eti ni mtu kazi kwamba anapigana muda wote. Mpaka mwanaume inafika stage anakupiga, basi kuna jambo kubwa ambalo umelifanya. Lipi kubwa ambalo ulihisi ulimkosea mpaka kudondoshea kichapo? Basi yule hata kisiwivu tu sio. Kwanza mimi ni mtu ambaye nilikuwa sitoki. Cha kwanza, miaka yote ambayo mimi nimeishi na brother tulikuwa is like mimi mpaka kitunguu alikuwa ananunua ndani. Yaani akienda kwenye show akirudi chaka kaja na kila kitu unachokijua wewe cha ndani yani. Hivi sijui unanielewa? Vitunguu, nyanya, karoti, hoho. Sasa wewe unatoka unaenda wapi? Unakaa ndani. Sawa alinizuia kufanya kazi lakini sio kama eti nilikuwa nakaa ndani nateseka sijui nafua majinsi nafanya makazi. Mfanyakazi yupo atafanya kazi zake. Lakini wewe tu nitoke nikuache nirudi nikukute.
Yaani hiyo ndio tocha pekee yake ambayo naweza nikasema aliweza kunipa ya kuninyima uhuru wangu. Mimi kwa sitoki kwenda kwenye birthday, sitoki kwenda kwenye shughuli. Sina marafiki. Maisha ambayo nilikuwa naishi. Kwa mara nyingi hata mtoto wangu pia alikuwa anajua tu, yani sisi tunakaga mama, baba, dada. Hajawahi kuona sijui watu tofauti wa nje. Hajakuwa hivyo. Kwamba ikakuwa ndani, yani kazaliwa ndani mpaka makuzi yake yote ndani. Kwa hiyo pia ilimpa shida mtoto wangu, kachelewa sana kuongea. Unajua leo kaja kuongea 5 years. Yeah, at least. Ndio kaja kuongea kwa ajili hiyo kukaa sana ndani muda mrefu. Kwa hiyo mimi sidhani kama kuna kitu ambacho nishe kumkosea hicho. Exactly. Mpaka eti hivyo akanipiga kiasi hicho. Nilikuwa very innocent. Yaani mimi ndio mtu ambaye niliweka silaha chini, nikanyanyua mikono. Nikasema basi mimi na brother kufa kuzikana. Lakini ndio hivyo. Lakini kusema kwamba nimemkosea kabisa deeply. Kuna kitu kibaya au nimemcheat. Kwanza mimi ni mwanamke ambaye si cheat bro. Mimi nikipenda napenda, si cheat. Kweli yani haamini. Haamini. Lakini ni kweli. Kuna namna huwa anakugombeza labda kuhusu mtoto. Bwana mtoto wangu vipi 1 2 3? Yule amna. Sometimes yes. Anaweza kanigombeza, sijui nini, mbona unipigie simu mimi niongee na Leo? Sijui nini, wala baba mwingine. Naambia tu ano bana, nilikuwa busy au hivyo. Najua hivyo. Mimi mwenyewe na shoot sana siku hizi. Kwa hivyo tu anaelewa, kwa tuongea tu hivyo. Basi kutoka shule nipigie niongee naye. Kwa kutoka shule nampigia anaongea na babake, basi vitu vinakuwa vimeishia hapo. Uko kwenye mahusiano sasa? Hamna. Usiogope, hii interview hizo kutazama obvious. Sina mahusiano. Sasa bado utakuwa na wivu. Sema upo kwenye mahusiano. Actually okay, na mahusiano lakini sijui anahusiana na nini. Yaani ni hayako rasmi, yani yapo kama hayapo. Yaani sijui unanielewa nikikwambia hivyo. Ushaikuwa kwenye mahusiano ambao hujui anahusiana na nini? Ndio hiyo stage ambayo niko nayo mimi. Yaani sijui mahusiano yangu yanahusiana na nini until now.